Assalamu alaikum dokta, naomba kuuliza, nina ujauzito wa miezi 7. Sasa ninapoenda choo kikubwa huwa kilaini lakini ni cheusi sana. Nini shida kwani? Naomba jibu samahani dokta. Nikamwambia ni mfumo wa vyakula unaotumia ndio tatizo. Anasema sawa, sasa pia huhisi gesi tumboni. Nikamwambia pole, yote ni sababu ya vyakula. Huyu ni mama mjamzito wa miezi 7. Ana experience changamoto mbalimbali ikiwemo shida ya gesi, lakini pia kupata choo ambacho ni cheusi sana. Kuwa na choo cheusi sana inawezekana iwe ni tatizo ama isiwe tatizo. Kwa nini nasema inaweza ikawa ni tatizo ama isiwe tatizo? Cha kwanza ina depend na vyakula ambavyo unavyotumia au vyakula unavyokula. Ni vyakula vya aina gani? Na ni vyakula ambavyo vinaweza vikasupport afya ya mtoto uliobeba kwa kiwango gani? Afya yako wewe ya kimwili kwa kiwango gani? Moment aliyosema dada kwamba pia anapata shida ya gesi tumboni, hicho ni moja ya kiashiria kwamba anakula vyakula ambavyo sio sahihi. Mama mjamzito ana lishe yake ambayo anatakiwa aweze kutumia. Yaani toka ujauzito umeingia kwa siku ya kwanza ile, kuna vyakula ambavyo mama mjamzito anatakiwa avitumie kutoka umri sifuri wa ujauzito mpaka anapokwenda kujifungua. Kwa nini leo tuna kesi za wanawake ambao wanajifungua kwa njia ya operation? Kwa nini leo tuna kesi za watoto ambao wanaozaliwa wana uzito mkubwa? Na muda mwingine tunaamini kwamba mtoto wangu amezaliwa na afya. Ni ujinga na upumbavu. Dada mmoja akawa anaongea kwa uchungu sana baada ya kuwa amejifungua kwa operation. Akapata matatizo makubwa sana katika ile operation. Akasema dokta, iliniuma sana pale ambapo madaktari wananiambia kwa uchungu, wanasema njia imeshafunguka. Njia hii inaweza ikamruhusu mtoto kupita. Lakini changamoto iliyopo, mtoto uliyembeba tumboni ni mkubwa, yani ni mnene amepitiliza, kwamba hawezi akapita njia ya kawaida ambayo Mungu wa mbinguni anatakiwa ameruhusu apite. Yaani huko ndiko dunia tunakokwenda. Anasema dokta, niliumia, nilitoka machozi kwamba kumbe nilikuwa nina uwezo wa kujifungua kwa njia ya kawaida. Ila shida sikujua vyakula ninavyotumia vimepelekea mimi kujifungua mtoto ambaye ana uzito mkubwa. Mtoto ambaye naona kwamba katika jicho la kibinadamu kwamba ana afya njema, kumbe imenipelekea mimi kupata majeraha ya uzazi maisha yangu yote.